Katika maisha ambayo wanadamu tunaishi, basi huwa kuna milima, mabonde, lakini pia kuna tambarare ambayo huwa tunaipita, na wakati mwingine huwa unapitia mazito, na kuna wakati huwa unapita katika vitu ambavyo au katika wakati ambao ni wa aibu, unajisikia vibaya ukiukumbuka wakati ule. Yote kwa yote, usihuzunike kwa yaliyopita, kwa Mungu alikupitisha kama njia. Unatakiwa ujifunze katika njia ile uliyopita, na unatakiwa uangalie njia hii niliyopita, kuna haya mazuri ambayo nilipitia, lakini kuna mabaya ambayo nilipitia. Mazuri yawe ni historia njema ya kukupa motisha, ya kukupa ari kuyaendea mafanikio ambayo unataka kuyaendea, lakini yale mabaya basi yawe ni funzo katika maisha yako, ni darasa kwenye maisha yako. Huo unatafakari kwamba nilipita katika mambo mbalimbali, katika mabaya, katika magumu, katika kipindi kigumu katika maisha yangu. Iwe ni darasa kwako, usije ukarudi huko. Lakini pia ikujenge uwe karibu na Mola wako, ikujenge uwe karibu na jamii yako, ikujenge uwe karibu na vipenzi vyako na rafiki zako. Wanadamu hawatabiriki. Unaweza ukamwona mtu ni mzuri kwako, lakini kumbe anatafuta nafasi ya kuumize kwenye maisha yako, na unaweza ukamwona ni mbaya kwako, lakini akawa ana kheri kubwa sana kwenye maisha yako. Kwa hiyo unapowavalue watu, jitahidi kadri ya uwezo wako kuwapa thamani zinazolingana. Usimuone mmoja kwa sababu ya hali yake ukampa thamani kubwa na mwingine ukamdogosha katika thamani unayompa. Wote ni wanadamu. Hujui yupi atakayekufaa katika kesho yako. Hujui yupi ambaye ana uzito katika maisha yako. Wape thamani sawa, waheshimu, waenzi, wapende na kuwa nao karibu pale ambapo wanastahiki kuwa karibu na wewe. Ila kuwa na tahadhari, kwa sababu si kila anayekuchekea katika uso wake ni mwema katika moyo wake, ama ana jema anataka kutendea katika maisha yako. Kuna wengine wanakuchekea lakini wanatafuta nafasi ili wakuumize kwenye maisha yako.